Nilikuwa natazama video ya Rais Samia akipokelewa kwenye ikulu ya Kremlin, Warusi anaita Kremlin, pale Moscow, Urusi, wakati anakutana na Rais Vladimir Putin. Kuna mambo kadhaa nimeyagundua kwenye mapokezi yenyewe ambayo pengine ni ya kawaida hivi, lakini kwa mpaka uwe mdadisi kidogo wa mambo. Kwanza ni urefu wa zulia lenyewe jekundu lile, ukubwa wa ukumbi, milango ilivyokuwa mikubwa, lakini pia namna walivyopokeana. Kuna vitendo kadhaa ukiviangalia hivi vina maana, havifanyiki pasi na bahati. Wengi mnapenda kusema bahati mbaya, havifanyiki bahati mbaya. Sasa kwa mfano, ukiangalia vizuri utagundua kwamba mlango wa alioingilia Rais Samia na mlango alioingilia Rais Putin ilifunguliwa kwa pamoja. Hii ni ishara kwamba kulikuwa kuna mawasiliano ya redio kati ya wale walinzi waliopo kwenye mlango wa Putin na mlango wa Rais Samia. Kwa viongozi hawa ni muhimu wakafunguliwa milango kwa pamoja, kwa sababu umbali kutoka anakoingilia Putin na anakoingilia Rais Samia unafanana, na hawa ni lazima waje wakutane katikati. Pili, Rais Putin ana utofauti wa kupokea viongozi. Anapompokea kiongozi ambaye pengine anaona amemzidi mamlaka, amemzidi nguvu na mambo mengine kama hayo, huwa hasogei katikati kukutana naye. Badala yake humsubiri kwenye kiti kule. Yule rais ama huyo kiongozi tuseme, ambaye anatokea mlango ule, atakwenda moja kwa moja mpaka akutane na Putin pale kwenye kiti. Hii huwa ina tafsiri yake kidiplomasia. Lakini wakikutana katikati ni kwamba wewe ni rafiki yangu, ni ndugu, na tuna mamlaka pengine yanayofanana na mambo mengine kama hayo, pamoja na utofauti wa nchi zetu, na tuna uhusiano mwema wa kidiplomasia. Kwa hivyo, kwa kukutana katikati viongozi hawa kisha wakasalimiana na kupeana mikono, ni tafsiri ya kwamba wanaheshimiana, wana mamlaka yanayofanana na wana uhusiano mwema wa kidiplomasia. Kama umetazama, wakati fulani pia Putin amekuwa na tabia ya kukutana na kiongozi, na wakati mwingine kiongozi wewe unaweza kaja na jopo lako hata la watu 8 na yeye akawa mmoja tu, na akakaa kwenye meza kubwa, mkakaa huko naye akakaa huko, ila kuketi karibu nayo ina maana ya kidiplomasia. Tembea yao ilitofautiana kidogo. Putin yeye ana mwendo wake tofauti kidogo, unafahamika kama Gunslingers Gait, ambao anatembea huku anatingisha kidogo kwa mkono. Na mwendo huu wa Putin ni zao la mafunzo ya kijeshi ya KGB, kuonyesha kwamba yupo tayari, ameimarika na yupo tayari muda wote, kama ni silaha kuichomoa kiunoni ili kupambana na adui anaweza kujitokeza muda wote. Kwa hiyo imemwathiri mpaka sasa anatembea hivyo. Na mambo ni mengi kidogo kwenye masuala ya diplomasia, itifaki na mambo mengine kama hayo. Kiangalia hata walivyokuwa wamepeana mkono, mawasiliano ya macho, wataalamu wenyewe mnaita eye contact, na hata ile alignment of intent, yani mabega jinsi ambavyo yanakuwa yamenyoka, yamenyoka hivi, unakaa kwa kujiamini, ilikuwa ina maana yake kidiplomasia. Ni kama hakuna kiongozi aliyetaka kuonyesha kwamba anamtawala mwenzake, na huu ni ujumbe kwamba Urusi ni rafiki wa mataifa ya Afrika ikiwemo Tanzania, historia ya muda mrefu. Bana, nitarudi tena baadaye kukwambia mambo mengine ambayo nitayaona na mimi tofauti, ili tuweze kushirikiana. Kama nimekosea au nimepatia pia sio mbaya kuniambia, au vipi?